Haleluya, haleluya. Leo ni Alhamis ya tarehe 6 ya mwezi Agosti ya mwaka 2026. Kipekee ninakukaribisha katika ujumbe wa neno wa Mungu kwa njia ya Rhapsody ya uhakika zinazoandaliwa na mchungaji Chris Oyakilome. Hii ni Rhapsody ya vijana maarufu kama Tivo, na mimi ni msomaji wako Lazaliga Sauka. Ujumbe wetu wa Rhapsody ya leo una kichwa kinachosema Charis, yaani neema ndiyo nguvu ya kupandishwa cheo. Kwenye Biblia katika waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Amina. Mchungaji anaanza kwa kusema, tuzungumze. Je, umeshawahi kukutana na mtu ambaye kila kitu chake kinaonekana kinaenda sawa? Sio kwa namna ya kuigiza kwa kutumia nguvu, lakini anakuwa na kitu fulani. Yaani, walimu wanapenda watoto wengine wanaotaka kuwa karibu nao, na fursa zinawaangukia. Wakifikia mahali hali ya hewa inabadilika, unaweza kufikiri ni bahati au mambo yanayotokea tu, lakini Biblia ina jina kwa ajili ya hali kama hiyo, inaitwa neema. Neno neema inatokana na neno la Kigiriki charis, na linamaanisha usitawi wa kiungu katika moyo wa binadamu. Unaonekana kwa nje ukizalisha upendeleo, ukizalisha uzuri, nia njema, kupendeza na uwezo. Kwa maneno mengine, neema inapofanya kazi ndani yako, kunakuwa na kitu kuhusu wewe kinachosababisha wingi wa upendeleo na utukufu maishani mwako. Haleluya. Kwa mfano, Bwana Yesu alipokuwa mtoto, Biblia inasema akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Hii ni Luka sura ya 2 mstari wa 40. Ilimfanya japokuwa ni mtoto kupendwa na Mungu na wanadamu. Soma Luka sura ya 2 mstari wa 52. Hebu tafakari hilo. Japokuwa alikuwa ni mtoto, Yesu alikuwa na neema hii katika maisha yake iliyofanya watu wa rika zote kumpenda na kumheshimu. Katika kitabu cha Matendo, Barnaba alienda kuwatembelea waumini fulani, na alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi, akawatia moyo wote. Soma Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 23. Je, Barnaba aliona nini? Haikuwa mwanga unaowaka juu ya vichwa vyao, bali aliona uzuri wa Mungu. Aliona kila kitu kinaenda vizuri katika maisha ya waumini hawa. Haleluya. Neema ni nguvu ya usitawi. Ni kitu kinachosababisha maisha yako yatoke hatua moja kwenda hatua nyingine, na ndio maana Biblia inasema lazima tukue katika neema. Habari njema ni kwamba kila mtoto wa Mungu amepokea neema kwa wingi. Soma Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Lakini kiwango cha muonekano wake inategemea wewe. Unavyozidi kujaza moyo wako na neno la Mungu na kukua na Roho Mtakatifu akifanya kazi katika maisha yako, ndiyo neema inavyozidi kuangaza kwa nje. Mchungaji anahitimisha kwa kusema, unaweza na unapaswa kuongeza uakisi wa udhihirisho wa utukufu wa Mungu katika maisha yako kwa kiasi cha kuwafanya wengine waone. Wanaweza wasiweze kuelezea, lakini hawawezi kukataa kwamba
kuna kitu bora na kizuri kuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ingia ndani zaidi. Kwa wakati wako utasoma waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 2 na Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 14 na Waefeso sura ya 4 mstari wa 7. Sali nami sala hii. Sema, ninakuwa katika neema na ujuzi wa Yesu Kristo. Uzuri wa Mungu rohoni mwangu unafurika kwa nje kwa mtindo usioweza kukanushwa. Ubora, utukufu, wema na mafanikio ni nguzo za maisha yangu kwa sababu ya neema hii. Katika jina la Yesu, amina. Ninaamini umebarikiwa na ujumbe huu. Kipekee ninakukaribisha, kama bado hujamfanya Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umpokee leo kwa kusema sala hii ya wokovu. Tamka sala hii kwa sauti pamoja nami. Sema, Bwana Mungu, naamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba Yesu Kristo ndiyo Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake ninao uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Hongera sana. Sasa wewe ni mtoto wa Mungu.